cha muda mrefu. Leo niko na chuma nyingine bomba sana. Hizi zinapigwa kutoka ZC Production pekee. Sasa unaweza kupata kwa njia ya WhatsApp na namba ipo hapo juu. Tayari kwenye WhatsApp tunayo complete. Kwa hiyo ukicheki unaweza kupata kicha chap kwa haraka. Wasema leo tuko na miongoni mwa tamthilia ambayo ni bomba sana, ambayo imebeba historia ambayo itakufundisha mambo mengi sana. Unasema kuna wakati ukosea kwa tafsiri maandiko matakatifu yanaweza kupelekea kwenye hatari ambayo inaweza ikawa kisaza zaidi, kwani endapo utahitaji kuweka ulinganifu kati ya mambo ambayo yapo katika dunia na kwenye ulimwengu wa kiroho, kuna vitu vinaweza vikakupa mkanganyiko ambao kukuletea matatizo zaidi. Sasa leo niko na story ya pastor ambaye alijikuta ameingia katika kizaza kikali zaidi kutokana na kitu ambacho alikuwa akiamini ya kwamba ni ufunuo. Chuma tuko na live bila chenga. Hebu tuende katika episode ya kwanza tu tuangalie nini ambacho kinajiri katika mzigo bomba sana wapa Wasema Revelations na The Chosen One kama dawa kama kawaida. Hebu tusonge na tamthilia bomba sana hapa inapigwa na Faldichi kama kawaida. Wasema basi tunaanza katika episode ya kwanza tu. Hapa anaonekana kuna binti ambaye anambamba, lakini kuna mtu anaonekana anamfuata nyuma na kumtia mashaka zaidi. Bibie anafahamika kwa jina la Yon. Basi binti huyo alikuwa anaelekea katika kanisa moja ambalo hata hivyo kwa sasa ni kama kanisa jipya, lina idadi kubwa sana ya waumini, lakini mtu huyo pia naye alionekana akijongea katika hilo kanisa. Tujui mtu ni nini ambacho anakifuata kwa bibie, lakini kama akili yake yote ipo kwa binti ambaye anaonekana ni bibie mdogo sana. Mwamba anafahamika kwa jina la Young Lai. Kazi tunayo, sura Yakobo, matendo Mathayo, sio? Wasa bibi alikuwa na wasiwasi sana, lakini kuna pastor ambaye anafahamika kwa jina la Sang Mchan. Yeye ndio alikuwa anamiliki kanisa ambalo ni dogo sana kwa wakati huo. Sasa baada ya ibada kuisha, mtu alikuwa anahitaji kumfuata binti, lakini pastor alisema nafikiri hii ni mara yako ya kwanza, ingekuwa ni vema kama ungepata hata kikombe cha kahawa. Lakini mshikaji mwambia tu kitu kimoja, kwamba mimi niko na biashara zangu sana. Lakini pastor baada ya kumsisitiza sana, mambo hayo aliweza kupata nafasi ya kuweza kupata kikombe cha kahawa. Na baada ya hapo pastor alimuuliza mambo mengi sana juu ya kwamba ni wewe lini mara mwisho kwenda katika eneo la kanisa. Mshikaji amwambia nafikiri ilikuwa ni kipindi ambapo nilikuwa niko mtoto. Basi hatimaye pastor alitoa document ambayo ni kama fomu ya kujiunga na ile kanisa. Kwani kanisa lenyewe linaonekana ni changa sana. Lakini mtu anaonekana alikuwa hajavutiwa na hiki ambacho anaambiwa na pastor, kwani yeye anaonekana alikuwa ni mtu ambaye yuko na mission zake tofauti zaidi. Pastor ajabu kumsisitiza tu ya kwamba hiki ambacho kinachukuliwa hapa ni kama kumbukumbu tu kwa ajili ya wale member wote ambao wamekushiriki ibada katika jumba la huyu pastor. Hili ni kanisa jipya. Lakini baadaye mwanaume baada ya kurejea alimkuta mshikaji akiwa anahitaji kuondoka. Baada ya kumwangalia katika eneo lake la mguu, alimkuta na kitu fulani ambacho kinaashiria mtu ni mfungwa, yani mtu ambaye ametoka mabusu katika muda mchache uliopita. Lakini anamwambia kitu kimoja tu, kanisa ni sehemu pekee kwa ajili ya watu wote ambao wanakuwa wametenda dhambi, hivyo wote tunakaribisha, kwani Mwenyezi Mungu anatupenda sana. Sasa baada ya kurudi kuangalia ile document, alikuta ni kwamba mkali hajasaini kitu chochote, na akichukua muda aliweza kuingia mke wake na kumuuliza nini ambacho kinaendelea juu ya huyu member mpya ambaye ameingia katika eneo la kanisa lao. Lakini pastor alikuwa na kitu chochote cha kuweza kujibu. Lakini hapa tunaona picha mkali wa kufahamika kwa jina Young Lai. Pastor ulisho nyuma kidogo. Baada ya pastor kutoka katika lile eneo la kile chumba, aliweza kupata simu ambayo ilikuwa ni simu ya kike. Ilimfezesha sana pastor. Mtu yeye anasema kuna vitu ambavyo anafanya mke wako na training wake ni vitu vya ajabu sana, kwani tayari mke wako anaonekana ameshaingia katika swala zima la kukuchiti wewe na anachepuka. Hivyo kama utahitaji ushahidi zaidi, pia kuna video ambazo zinaonesha juu ya hayo matukio na matendo ambayo amefanya mke wako na huyo mtu ambaye anasema ni trainer wake wa mazoezi. Mtu huyo alimfanya pastor ajisikie vibaya sana kwa kile ambacho alikuwa amwambia. Lakini baadaye ndipo pastor alipokuwa anahitaji kurejea katika ile eneo. Lakini mtu huyo akiwa anatoka katika ile eneo, kuna binti alikuwa anamwangalia kwa gaza au zaidi. Hatujui binti nani na kwa nini anamwangalia kwa gaza au sana mtu. Basi pale binti aliweza kupokea simu kutoka kwa mtu ambaye anasadikika ni kama babake tu. Alimuuliza juu ya kile kitu ambacho kinaendelea katika eneo la mtaa. Basi wanakuambia ilikuwa ni siku nyingine tena. Hapa tunamwona pastor akiwa na mke wake, lakini tayari ameshagundua kwamba mke wake kwa sasa anachepuka na anamchiti. Hivyo alikuwa na namna ya kumwambia ni kwamba alikuwa ametulia sana. Unajua wanawake wamezaliwa na kitu ambacho kinaitwa tamaa mbele mauti nyuma. Hapa kulikuwa kuna kanisa jipya ambalo linafunguliwa na kiongozi mkubwa sana, na mke wake
alikuwa anadai ingekuwa ni vyema sana kama nao angepata mwongozo wa kujiunga na hilo kanisa jipya. Lakini tukirudi upande wa pili kwa binti ambaye anasemekana ni kama askari wa polisi tu, alikuwa anapata chakula na babake, na hapo babake alimwambia kitu ambacho kilikuwa ni cha muda sana. Anasema yule mshenzi ameweza kutoka katika eneo la gereza ambaye alisababisha kifo kwa mdogo wako, na sijajua nini ambacho unaweza kufanya kwa wakati huo, lakini nadhani ni wakati sahihi wa kuhakikisha unamaliza kile ambacho ulishindwa kumaliza kwa wakati ule. Hatimaye Pastor Janga ambaye ni mmiliki wa kanisa jipya alipata nafasi ya kumuita pastor wa kufahamika kwa jina Hassan, na hapa alikuwa anasema, nafikiri pamoja na kwamba nimeanzisha kanisa ila naona wewe ni mtu pekee ambaye unaweza kulicontrol kanisa hili. Ilimfanya pastor wa kufahamika kwa jina Hassan ajiulize mambo mengi sana. Sasa hapa binti akiwa mpumzika aturudisha nyuma kupata kumbukumbu ya zamani sana. Wasema mkali wa kufahamika kwa jina Yang Lai aliweza kumtekaga mdogo wake na binti akiwa katika eneo la mafunzo ya kiaskari, na hivyo aliweza kusababisha binti aweze kupoteza maisha kutokana na unyanyasaji ambao alimtendea binti huyo. Hii inamfanya binti mpaka siku hizi za sasa amekuwa ni mtu ambaye anashindwa kupata usingizi kutokana na kile ambacho kilitokea kwa mdogo wake. Sasa pastor alipata simu ya mshtuo kidogo kwamba binti yake ameweza kupotea katika mazingira ya kutatanisha, na hapa aliweza kumuona mwamba kufahamika kwa jina Yangla akiwa anaweka chepe na mfuko fulani katika gari yake, inaonekana wazi ya kwamba anaelekea kwenda kukizika kitu fulani. Hivyo alihitaji kupiga simu katika kitengo maalum ili aweze kupata msaada, lakini hata hivyo simu yake ilizima. Hivyo alikuwa na namna zaidi ya kufuatilia tu huyu mwamba ni wapi ambako anaendelea, na hapa anaamini ya kwamba huyu mwamba atakuwa amemteka binti yake, hivyo anaenda kumzika mazima. Wasema alienda sehemu ambayo ilikuwa ni kama nje kidogo ya mji, na pastor alikuwa akiendelea kumfuata mwamba, na baada ya kufika katika ile eneo alikuta ni kwamba mwamba yupo. Kumbe mwamba alikuwa nyuma yake, na hapo aliweza kushuka katika ndinga Zekila wa kufahamika kwa jina Yangla. Hasa kitu cha kushangaza zaidi ni kwamba pastor baada ya kumuona mtu huyu alikuwa ni kama mtu ambaye ameingiwa na wasiwasi na mshangao mkubwa zaidi, kwani tayari ameshapata mashaka zaidi ya kile ambacho kinaendelea. Lakini pindi ambapo aliweza kuwasha simu yake ilikuwa inaonekana picha ya watu watatu, na hii picha ilimshtua sana huyu mtu wa kufahamika kwa jina Yangla Yanze kila. Sasa hatujui ni nini ambacho kimemshtua mtu, lakini baadaye pastor alihitaji kula njama na alihitaji kupambana na mtu, kwani aliamini atakuwa ni mtu ambaye ameweza kumchukua mtoto wake na kumhifadhi katika gari yake. Na baada ya kuingia katika ile gari akufanikiwa kukuta kitu chochote, ila kitu ambacho kilimshangaza ni kwamba alimuona mtu huyo akiwa amevaa soksi ya binti mdogo sana, na hii ikamfanya amini ya kwamba mtu huyo atakuwa lazima amehusika na utekaji wa binti yake. Basi naomba ulikuwa ni ugomvi mkubwa sana kati ya pastor na mtu huyo, lakini kwa bahati ambayo ilikuwa mbaya, mtu huyo aliweza kudondoka katika maporomoko makubwa sana huko chini, na hapa pastor alipata mshangao sana, na baadaye aliweza kupata simu kutoka kwa mke wake kumwambia mwanetu yuko salama, ila kwa siku ya leo kwa bahati mbaya alichelewa tu kutoka, hivyo kwa sasa yuko sawa. Na mtoto anamwambia baba, kiukweli mimi niko sawa. Hapo ni katika eneo la simu. Ina maana mwamba kitu ambacho amefanya ni cha hatari zaidi, kwani mtu huyu ambaye ameweza kumsababishia mauti akidhani ya kwamba amemteka mtoto wake, anaonekana hajamteka mtoto wake, kwa sababu mtoto wake anaonekana yuko salama, lakini mtu huyu tayari ni kama ana dalili za kupoteza maisha. Bwana chuma yafahamika kwa jina la Revelations. Hiyo ni katika episode ya kwanza. Tutukutane katika episode ya pili kujua nini ambacho kitajiri katika utamu wa vanilla. Sasa itakuwaje kwa pastor? Tayari anaonekana amemwangamiza mtu ambaye anaonekana ana hatia. Hii itatufungulia mambo mengi sana katika episode ya pili ya Kichuma Bomba sana. Wasema Revelations na The Chosen One. Unaweza kutucheka hiyo hapo namba ili tukusogezee mzigo hapo.